Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana wetu Yesu Kristo azidi kupewa sifa sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni na duniani, kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Neema ya Mungu imetukusanyisha tena pamoja, na kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumekusanyika. Tuna ibada ya kujifunza neno la Mungu ambalo ni taa ya mwanadamu, ambalo ni msingi wa Mkristo. Kama wewe ni mali ya Kristo, neno la Mungu linatakiwa liwe msingi wako. Na yeyote anayejengwa kwenye msingi wa neno la Mungu hatotikisika. Hata mafuriko yakija, neno la Mungu linatuambia huyu mtu anakuwa imara, nyumba yake imejengwa kwenye msingi ulio imara. Neno ni Mungu mwenyewe, neno ni Yesu mwenyewe. Ukisoma ile Yohana 1, neno la Mungu linatuambia huyu neno alikuwako kwa Mungu, huyu neno alikuwa ni Mungu. Na huyu neno akafanyika mwili, Yesu akakaa kwetu, tumeuona utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tarajia utukufu wa Mungu kila unapolisikia neno la Mungu na kulipokea. Lazima linabadilisha hatua kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nasema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way. Kwa moyo wa upendo kabisa na kukaribisha katika ibada hii. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu amewachilia katikati yetu, anataka tuwe na ufahamu huu ya kwamba mbinguni wameshasema tunamiliki juu ya nchi. Haleluya. Mbinguni wameshasema tunamiliki juu ya nchi. Ndio ujumbe huu tunakwenda kujifunza sasa. Tafungua ibada hii kwa maombi. Baba Mungu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu, uko pamoja na sisi mpaka ukamilifu wote. Asante kwa Roho wako Mtakatifu. Asante Baba kwa maana sisi sio yatima. Asante Baba yetu wa mbinguni, unatupenda sana. Unatuwazia mema usiku na mchana. Haulali usinzii kwa ajili yetu. Tuseme nini Bwana? Tuseme nini kwa ajili ya damu yako iliyokwisha kumwagika kwa ajili yetu, kwa ondoleo la dhambi, kwa ukombozi, kwa utakaso, kwa ushindi. Tuseme nini Baba kwa jina lako Bwana Yesu, ambao umekwisha kutudhihirishia sisi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tumekusanyika Bwana kwa ushindi wa jina lako Yesu, tumekusanyika. Tuseme nini Bwana, kwa kuwa uko upande wetu. Hakuna silaha yoyote ambao Bwana Yesu inaweza kuharibu chochote kwenye maisha yetu. Kufanikiwa, haitofanikiwa. Kwa kuwa Bwana Yesu, ushindi wetu uko ndani yako. Ni ndani yako Bwana Yesu sisi tunakwenda, sisi tunaishi, sisi tunakuwa na uhai wetu. Hata sasa Bwana tunasema wewe ni Ebenezer, umetenda Bwana. Baba, katika jina la Yesu, katika nafasi ya ukuhani umenisimamisha. Nami ninakushukuru kwa neema hii. Nimesimama katika uweza wa Roho Mtakatifu wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ndani ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu yenye kutuhesabia haki ni damu yako Bwana. Baba, nikiwa nimelibeba kanisa lako lote, wateule wako, watoto wako, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa, nimewabeba Baba, naingia nao kwenye kiti chako cha rehema na neema. Asante Bwana Yesu, na kusi Baba, rehema zako na neema yako zisitupungukie. Msamaha wa damu yako Bwana Yesu usitupungukie, na jina lako Bwana Yesu likazidi kutukuzwa kila hatua ya maisha yetu. Asante Baba, kwa kuwa kwako kuna msamaha, ili jina lako liogopwe. Ni saa nyingine tena hii Baba, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo tumekusanyika. Tunahitaji kusikia kutoka kwako. Asante kwa neno lako ambao umelifunua katikati yetu. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kudhihirika na ukalithibitishe neno hili ulioliweka katika kinywa changu ya kwamba ni la kwako na limetoka kwako, katika jina la Yesu Kristo, kwa ishara na maajabu na miujiza, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, asante, na ifunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Popote inapopita, inapita chini ya mamlaka kuu ya damu ya Yesu. Zile falme za giza, zile mamlaka za giza, wale wakuu wa giza, wale majeshi ya mapepo wabaya, mapepo wachafu katika ulimwengu wa kiroho, waliojipanga kulizuia kusudi la Mungu kwa jinsi yoyote ile kupitia ibada hii, wameshashindwa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunaendelea kusema haleluya, hosana. Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu milele na milele. Amen.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Nina ujumbe mfupi sana kwako wewe mtoto wa Mungu, na ikiwa utasikia na ufahamu ukaingia ndani yako, hakika utakuwa na ujasiri wa kupiga hatua nyingine. Yaani ujumbe unakwenda kukutoa hatua nyingine, imani hadi imani, utukufu hadi utukufu. Neno la Mungu linasema, somo ambalo Roho wa Mungu ametupa, mbinguni wameshasema tunamiliki juu ya nchi. Mbinguni wameshasema tunamiliki juu ya nchi. Ndio somo hili. Kwa hiyo embu wote tutamke, mbinguni wameshasema ninamiliki juu ya nchi. Yaani wewe unayenisikia unamiliki juu ya nchi. Na ninaongea na waliokombolewa kwa damu ya Yesu. Ndio ninaongea nao hapa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na wale ambao bado hawajamfungulia Bwana Yesu maisha yao na kuamini kwamba damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili yao, usikilize ujumbe huu, pia unakuhusu, kwa sababu unakwenda kukufungua uijue kweli na kuikimbilia. Ufunuo wa Yohana ule mlango wa 5 mstari wa 1 mpaka wa 10, ndipo utasimama na neno hili na tutalitafakari. Twende pamoja tutatafakari neno hili leo. Neno la Mungu linasema, mstari wa 1, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi, kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Mstari wa 2, nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahiliye kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Mstari wa 3, wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahiliye kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hebu shika kwenye masikio yako. Baba, katika jina la Yesu, ninaichota damu ya Yesu na kunyunyiza damu ya Yesu kwenye masikio yetu ya ndani na ya nje. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye mioyo yetu. Roho Mtakatifu wa Mungu jifunue. Roho Mtakatifu wa Mungu jifunue. Roho Mtakatifu wa Mungu fungua akili zetu tupate kuyaelewa maandiko katika jina la Yesu, na tusiwe wasikiaji tu, bali wasikiaji na pia watendaji katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi, kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahiliye kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana. Mstari wa 4, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahiliye kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Tutafakari haya. Haya ni mafunuo ya rohoni aliyofunuliwa Yohana alipokuwa kwenye kisiwa cha Patmo. Kwa uweza wa Roho Mtakatifu wa Mungu akafunuliwa haya. Sasa neno la Mungu linatuambia kulikuwa na kitabu, na hichi kitabu chenye sifa zake ni kwamba kimeandikwa ndani na nyuma na kina mihuri 7. Sasa akaonekana malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani anayestahili kukifungua hichi kitabu na ni nani anayestahili kuzivunja mihuri zake? Neno la Mungu linatuambia hapakuonekana yoyote mahali popote. Mbinguni hakuonekana mtu, duniani hakuonekana mtu, wala chini ya nchi kuzimu hakuonekana mtu wa kuweza kukifungua kitabu na mihuri zake 7, wala hata kukitazama hicho kitabu hakuonekana. Mstari wa 4, Yohana anasema alipoyaona hayo akalia. Anasema nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu anayestahili kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Kumbuka
somo letu linasema kwamba mbinguni wameshasema sisi tunamiliki juu ya nchi. Mstari wa 5. Yohana alipolia ule mstari wa 4, mstari wa 5, na mmoja wapo wa wale wazee wakaniambia, usilie. Wanamwambia Yohana, usilie, usilie. Tazama, simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile mihuri zake 7. Baada ya Yohana kuona kote kumenyamaza, akaanza kulia. Mara mmoja wa wale wazee, kati ya wale wazee 24 wanaozunguka kiti cha enzi, akamwambia hivi, Yohana, usilie. Usilie Yohana, wewe haujui, tayari yupo simba wa kabila la Yuda. Simba ya kabila la Yuda. Huyu simba wa kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda kwa sababu ya kazi hii, akifungue kitabu hiki na mihuri zake zote 7. Sasa mtoto wa Mungu, nataka uone hapa simba aliye wa kabila la Yuda anayetajwa hapa ni Yesu. Na huyu Yesu, neno la Mungu linasema ameshashinda. Sio kwamba atashinda au sio kwamba anatarajia kushinda. Mstari wa 5 ule usome vizuri, anasema, na mmoja wapo wa wale wazee wakaniambia, usilie. Tazama, simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda. Yani ameshashinda apate kukifungua kile kitabu na zile mihuri zake 7. Mstari wa 6, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Haleluya. Mstari wa 7, akaja akakitwaa kile kitabu, huyu mwana kondoo, katika mkono wake wa kuume. Mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Kitabu kiko kwenye mkono wa kuume wa yule aliyeketi kwenye kiti cha enzi, yani Mungu. Huyu mwana kondoo wa Mungu ambaye ni Yesu akakitwaa kile kitabu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wapendwa, tunaona hapa ndipo Yohana akamuona mwana kondoo aliyechinjwa na kumwaga damu yake akikichukua kile kitabu. Maana yake alimuona Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai akikichukua kile kitabu kwenye mikono ya yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi, yaani Mungu. Mstari wa 8, hata alipokitwaa kile kitabu, yani Yesu alipokichukua kile kitabu, hao wenye uhai 4, wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo, wakaanguka mbele za Bwana Yesu, na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wakaanza kuimba sasa wazee 24 wenye uhai 4. Kumbuka wao ndio wanazunguka kile kiti cha enzi. Wanaanza kuimba wimbo mpya. Hebu wote tuseme wimbo mpya. Wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake. Wameanguka mbele ya Bwana Yesu, wanasema ya kwamba unastahili wewe kukitwaa hicho kitabu, kuzifungua mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa, watu wa kila taifa. Na wewe unanisikia sana wakati kama huu, upo hapa, umenunuliwa kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na neno la Mungu linasema mstari wa 10, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, na wanamiliki juu ya nchi. Sikiliza wimbo mpya na urudia tena. Hata Yesu alipokitwaa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 ambao wamezunguka kile kiti cha enzi wakaanguka mbele za mwana kondoo. Tumesema mwana kondoo ni nani? Ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu. Neno la Mungu linatuambia
aondoaye dhambi za dunia. Yohana alimuona akasema, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi za ulimwengu, achukuaye dhambi za dunia. Kwa hiyo mwana kondoo huyu anayezungumziwa hapa ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na neno la Mungu lile la Yohana pale utaona Yohana anashuhudia. Yohana alikuja ili ashuhudie hii kweli, amshuhudie Yesu, aitengeneze njia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na akasema kwamba mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Sasa hawa wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambao ni maombi yetu sisi watakatifu. Amen, tuliotakaswa kwa damu ya Yesu. Ule mstari wa 9 neno la Mungu linasema, nao waimba wimbo mpya wakisema. Wanasema sasa, wanaimba, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake. Kwa nini unastahili? Wanatoa sababu, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na kila lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Hebu tuseme wote, nimenunuliwa kwa damu ya Yesu na kufanyika kuwa ufalme na ukuhani kwa Mungu Baba wa mbinguni, na pia ninamiliki juu ya nchi. Amen. Sasa kitabu kilipochukuliwa na mwana kondoo ambaye ni Yesu, ndipo wazee 24 na wenye uhai 4 wanaozunguka kwenye kiti cha enzi wakaanguka mbele za mwana kondoo. Si ndio tumesema hicho? Huku wanaimba wimbo mpya. Huu ni wimbo mpya. Kwa hiyo ina maana kabla ya hapa kulikuwa na nyimbo nyingine huko nyuma, lakini baada ya hapa huyu mwana kondoo wa Mungu alipochinjwa akamnunulia Mungu kwa damu yake takatifu sisi, mimi nimenunuliwa na uzao wangu wote umenunuliwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na wewe pia umenunuliwa. Sisi watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Kwa hiyo ndugu yangu, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa wapo watoto wa Yesu waliokombolewa kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tupo watoto wa Yesu tuliokombolewa kwa damu ya Yesu. Na huu wimbo mpya unaimbwa mbinguni. Wanasema unastahili mwana kondoo kukitwaa hicho kitabu, kuzifungua mihuri zake, kwa sababu ulichinjwa, na ulipochinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Na ulipowanunua, wanasema, ukawafanya kuwa ufalme. Sisi ni uzao wa kifalme. Amen. 2, tukafanywa kuwa makuhani. Sisi ni makuhani wa Bwana. Amen. 3, neno la Mungu linasema wanatawala sasa juu ya nchi. Sisi tunatawala juu ya dunia. Sisi tunatawala juu ya ardhi, juu ya dunia hii tunatawala, kwa sababu damu ya Yesu imekwisha mwagika kwa ukombozi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbuka Adamu alipewa mamlaka ya kutawala, akaipoteza. Yesu Kristo, Adamu wa pili, ameturudishia mamlaka ya kutawala kwa damu yake iliyomwagika pale Kalvari. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa nataka mtoto wa Mungu uwe na ufahamu huu leo. Yaani uondoke na ufahamu huu. Baada ya Bwana Yesu kumwaga damu yake kwa ushindi, wewe umethibitishwa na mbingu pia zinakiri. Huu ndio wimbo mpya mbinguni wanauimba. Wimbo unaokushuhudia wewe unayejidharau, wewe mtoto wa Mungu unayejidharau kwa kutokujua haki yako, naongea na wewe. Mbingu zinakushuhudia kwamba wewe umenunuliwa kwa damu ya Yesu na umefanyika kuwa mtoto wa kifalme kwenye ufalme wa Mungu. Umefanyika kuwa ukuhani kwa Mungu Baba aliye hai na umeshapewa utawala. Mbinguni wanakiri hivi. Hii ni haki yako. Wanaimba wazee 24 wanaosimama kwenye kiti cha enzi, wale wenye uhai 4 wanasema wewe unatawala juu ya dunia, unatawala juu ya ardhi, unatawala. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndio maana kama wewe ni mwana wa kifalme, una uwezo wa kutamka
na kuamuru na ikawa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Una uwezo wa kuumba na ikawa. Kwa hiyo unachotamka kinakuwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Mfalme akisema ndio final. Wewe ni mtoto wa kifalme. Wewe ni mtoto wa kifalme. Na kama pia neno la Mungu linasema sisi ni makuhani, sisi tuna kazi. Una kazi ya Mungu aliyekukusudia uifanye hapa duniani. Na hutokufa leo wala kesho kwa jina la Yesu. Uhai wako umefichwa ndani ya damu ya Yesu. Ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema tunakwenda, tunaishi na kuwa na uhai wetu. Kwa hiyo wewe ndio unamwakilisha Mungu Baba duniani. Wewe ni kuhani wa Bwana. Una kusudi la Mungu ndani yako. Una kitu cha Mungu umebeba. Usijidharau. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na neno na jambo la tatu, uko mbinguni wanaimba, umeshapewa haki ya kutawala. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tuna haki ya kutawala. Tuna haki ya kutawala. Nataka haya ingie kwenye moyo wako leo. Sasa kukosa ufahamu, kukosa maarifa ya neno la Mungu na kutokuamini ndio kunawafanya watoto wa Mungu kufeli. Mamlaka imeshaachiliwa. Mbinguni wanakiri hivyo. Wewe unakiri vipi? Wewe unajionaje? Mbingu zinakuona hivyo. Wewe unaamini hivyo mbingu zinavyokuona na ukatembea katika hivyo? Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumbuka hata unavyoona sisi tunaosimama kwa ujasiri ni kwa sababu tumeliamini neno la Mungu ndivyo lilivyo na tumelipokea. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninaamini katika ushindi wa damu ya Yesu. Na hii damu ya Yesu mimi imenifungulia mlango wa patakatifu pa patakatifu. Haleluya. Imenikomboa, imenitoa kwenye dhambi, imeniingiza katika uzima wa milele. Naamini hivyo na ndivyo ilivyo. Na ninaona nilivyoanza kuamini, ninauona ujasiri ndani yangu. Hakuna silaha yoyote inaweza kufanyika juu yangu na kufanikiwa. Hakuna. Anayenilaani analaaniwa yeye. Anayenibariki anabarikiwa. Ndivyo neno la Mungu linasema. Mimi ni mboni ya jicho la Mungu. Anayenishika mimi ameshika mboni ya jicho la Mungu. Sasa wewe jitafakari, mtu aingize kidole kwenye jicho lako, utatulia kweli? Na ndivyo ilivyo kwa watoto wa Mungu. Anayekugusa wewe, Mungu hatotulia kwa ajili ya hilo. Hatonyamaza kwa ajili ya hilo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jitambue wewe ni nani ndani ya Kristo. Hakika utashinda. Na zaidi ya kushinda, kwa sababu ushindi tayari tunao. Maarifa tunayopata katika huo ushindi ndio zaidi ya kushinda hiyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mimi nimebarikiwa kwa baraka zote za roho. Neno la Mungu linaniambia huyu Bwana Yesu huyu niliyemwamini mimi alijifanya masikini alipokuja duniani, ingawa alikuwa tajiri, ili katika umasikini wake mimi niwe tajiri. Kwa hiyo kwa mimi kuliamini neno hili na nguvu ya msalaba, umasikini hautosikika tena juu yangu, wala juu ya kizazi changu, wala juu ya nyumba yangu, na wote wanaonikaribia lazima wanakuwa na hizo baraka. Sasa ndivyo ilivyo hata kwako wewe uliyemwamini Yesu na kukombolewa kwa damu ya Yesu na kuamini kazi ya msalaba ilikuwa kwa ajili yako. Kwa nini sasa unakuwa unayumba yumba? Kwa nini unakuwa unateteleka? Maarifa, ufahamu. Neno la Mungu linasema na Mungu awape nyinyi roho ya ufahamu na maarifa na hekima katika kumjua yeye. Macho yenu, masikio yenu yatiwe nuru, mpate kujua uzuri wa wito wake na utakatifu wake. Na wito wa Mungu hauna majuto. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi kwa neno hili jitambue na usimame kwa ushindi katika nafasi yako uliokwisha kupewa katika jina la Yesu. Amen. Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Kwa wewe ambaye unamtaka huyu Yesu, fungua moyo wako sasa.
Na kwa wewe ambaye ulikuwa labda umekata tamaa ukarudi nyuma, rudi kwa Bwana. Huko nje kuna mbwa mwitu, hebu rudi kwa Bwana. Neno la Mungu linasema mchungaji wa kweli anautoa uhai wake kwa ajili ya kondoo, na Yesu ndiye mchungaji mkuu wetu sisi. Ameutoa uhai wake kwa ajili yetu ili sisi tuishi. Amen. Na yupo hai, na alipofufuliwa, neno la Mungu linasema Mungu Baba ametufufua pamoja naye, ametuketisha pamoja naye juu sana kupita falme na mamlaka na enzi na usultani na kila jina litajalo, si katika ulimwengu tu, hata ule ujao. Tuko juu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi fungua moyo wako, tuombe pamoja maombi haya. Tuseme wote: Bwana Yesu, asante kwa kufanyika neno. Asante Baba Mungu, umefanyika neno, umekaa kwetu, tunauona utukufu wako. Asante kwa kulituma hili neno kuja kuniokoa mimi leo hii. Baba, katika jina la Yesu ninarudi kwako Bwana, katika agano la damu yako takatifu. Bwana Yesu, ninakupenda. Bwana Yesu, ninakupenda. Bwana Yesu, ninakupenda. Ninatubu dhambi zangu zote nilizokosa mbele zako, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, kwa kukusudia au kwa kutokukusudia. Ziwe ni dhambi za wazazi, mabibi na mababu. Bwana Yesu, naikimbilia damu yako leo hii. Ninaomba Bwana Yesu unisafishe kwa damu yako takatifu. Unisamehe. Kwa kuwa neno lako linaniambia ukisamehe unasamehe kabisa. Na damu yako ya agano jipya Bwana Yesu ikazidi kunitenga na yote ambayo sio ya kwako. Leo hii Bwana Yesu, ninafufuka pamoja na wewe. Ninakuamini kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na ninaamini kabisa Mungu Baba alikufufua katika wafu. Na ninakukiri Bwana Yesu, wewe ndiye mkombozi wa maisha yangu na mfalme wangu na Bwana wangu. Asante kwa wokovu huu. Asante kwa neema yako iliyoniokoa. Bwana Yesu, ninakuomba unibatize sasa kwa Roho wako Mtakatifu na unijaze Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Endelea kumshukuru Mungu. Baba, ninasema asante kwa ajili ya kondoo wako Bwana. Hakika umesema anayekuja kwako hutomtupa nje kamwe, wala hutoacha adui amnyang'anye kwenye mikono yako. Basi Baba, ninainyunyizia mbegu hii damu ya Yesu kwa jina la Yesu, na msingi wa neno lako Bwana likasimame kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa maana hati za mashtaka na hukumu zimefutwa kabisa kwa damu yako takatifu Bwana Yesu, na zimegongomolewa msalabani. Shetani hana cha kusimamia tena, na kwa sababu hiyo, kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninaamuru kila kifungo, kila magonjwa, kila balaa, laana, mikosi, leo hii ni mwisho kwa jina la Yesu juu ya maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na kutamkia funguka uwe mzima sasa. Inuka uangaze, kwa kuwa nuru ya Kristo imekuangazia na utukufu wake Mungu Baba aliye juu umeshuka juu yako. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninatamka roho ya ujasiri kuanzia sasa ndani yako katika jina la Yesu. Kwa kuwa imeandikwa, hatukupokea roho ya uoga, roho ya utumwa, bali roho ya ujasiri. Na kwa hii tunaita Baba, Aba, yani Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nazidi kutamka ujazo wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Mungu, endelea kujaa ndani yetu. Bwana Yesu, endelea kumfungulia roho wako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tuna kiu Bwana, endelea kuweka kiu ya haki ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, katika damu yako takatifu ninawamwagia wateule wako wa damu yako Yesu,
Kwa jina la Yesu Kristo, wanachukua chapa za damu ya Yesu sasa. Shetani hutowataabisha tena kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nikifunga kila malango ya giza yaliyokuwa nawafuatilia kwenye maisha yao kwa damu ya Yesu Kristo, kwa ufunguo mkuu wa damu ya Yesu. Kuanzia leo hii, kwa jina la Yesu Kristo, wako huru, huru kweli kweli, kwa kuwa imeandikwa, mwana akituweka huru, tumekuwa huru kweli kweli. Kwa jina la Yesu, kuanzia leo hii wamebarikiwa, wamebarikiwa kweli kweli. Kwa jina la Yesu imeandikwa, Bwana akitubariki tumebarikiwa kweli kweli. Asante Bwana Yesu, natamka ile nuru ya Kristo ikazidi kuangaza kwenye maisha ya watoto wako wa Bwana, na giza halitowaweza kamwe. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lizidi kuhimidiwa na kutukuzwa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kila mateso hayatakuwa na nafasi tena, kwa kuwa miili hii sasa, kwa jina la Yesu naitamkia ukombozi wa damu ya Yesu. Miili, Bwana Yesu, ni hekalu lako, ni nyumba yako Baba Mungu. Umesema katika neno lako, atakayeliharibu ataharibiwa na wewe Mungu aliye hai, katika jina la Yesu. Waliorusha magonjwa na chochote kile kinachofanya maumivu yote kwenye miili ya watoto wako, kwa jina la Yesu Kristo wanaharibiwa sasa, kwa kuwa vita hivi ni vya Bwana sasa, kwa kuwa hekalu hili ni la Roho Mtakatifu. Shetani hutoligusa tena, kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninawazungushia ukuta wa damu ya Yesu na kuwafunika kwa damu ya Yesu watoto wa Mungu hawa, katika jina la Yesu. Haleluya! Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu milele na milele. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Songa mbele na Mungu akupa kibali. Karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 na namba nyingine ni +255 Damu ya Yesu ikufunike katika jina la Yesu. Amen.